Sasa kama ulicheki ile video ya kwanza ambayo ilikuwa nazungumzia kama ulicheki ile video ya kwanza ambayo ilikuwa nazungumzia moyo wa engine, kwamba unakuwa na piston, crankshaft, camshaft, alafu unakuwa na piston na actually huu ni mkono unaitwa conrod kwa kitaalamu. Sasa hii engine iko complicated kidogo, sababu hii ni actually ni wanaita inline 4, yani maana yake hii ni engine ambayo ni ya piston 4 ziko inline, kwa sababu piston namba moja hii kwa kifupi inakuwa na piston 4. Huu ni mfano tu mmoja, ziko 4 katika hii engine. Sasa inline 4 kwa sababu zote ziko katika mstari mmoja, lakini pia the way inavyofanya kazi ni kwamba piston namba 1 na piston namba 4 zinafanya almost kitu kimoja, yani kwamba zinafanya, yani zote zinalipuka kwa mara moja na zote zinafungua kwa mara moja. Piston namba 2 na namba 3 na zenyewe zinafanya hivyo hivyo, kwa hiyo inaita inline 4. Kuna setup ziko nyingi za engine ya. Kuna zingine V4 kama Ducati wanatumia V4. V4 wanamaanisha kwamba wanakuwa na piston mbili zimekaa upande mmoja na kuna zingine mbili zimekaa upande mwingine, lakini katika fomu ya V. Katika fomu ya V maana yake ni kwamba zingine ziko upande huu na zingine ziko upande huu. Kwa hiyo crankshaft yao kidogo iko tofauti kabisa na hii setup, sio kama hii ya inline 4. Lakini gari nyingi ukija pikipiki kama labda Yamaha, Honda mara nyingi wanatumia wana V4 nafikiri that is old model, lakini most of the bikes za Honda ni series ni inline na Kawasaki. Yamaha naye anatumia hii, japokuwa na setup nyingine wanaita anaita nini ile, ukija kwenye R1 ya kuanzia mwaka 2009 mpaka 2000 na mpaka sasa hivi, yani actually alibadilisha kutoka kwenye, anatumia inline 4 lakini crankshaft yake ya ile, yani mlipuko wa engine, piston namba 1, 2, 3, 4 amezitega tofauti. Kwa hiyo firing order, kwa Kiingereza tunasema firing order, ule mlipuko unatofautiana, sio sawa na ule setup wa inline 4 ambaye nimesema kwamba piston namba 1 na namba 4 zinalipuka kwa wakati mmoja. Kwa hiyo yeye amefanya tofauti kidogo, zile zinatofautiana kwa degree kubwa. Unaweza kukuta ikilipuka namba 1 hailipuki na namba 4, isipokuwa inalipuka labda namba 1 alafu inasubiri dakika chache inalipuka labda namba 3, inalipuka na namba hiyo. Kwa hiyo kuna jina moja nimelisahau kidogo, ndio anatumia setup ya namna hiyo. Lakini long story short ni kwamba nitaka nizungumzie kwa nini kitu ni muhimu kujua kidogo. Kwanza ni muhimu kujua kwa sababu sometime unaona labda chombo chako hakiperform kinavyotakiwa, alafu sometime unaona kabisa kwamba labda kuna vitu unavisikia kwenye engine lakini una wasiwasi kwamba havijakaa sawa. Kwa hiyo itakusaidia wewe kuchukua tahadhari, kwa sababu sometime let's say una bike yako kubwa, unajaribu kuwasha haiwaki, unalazimisha weka mafuta, battery iko sawa, kila kitu mafuta nayo everything, alafu labda ulipeleka kwa fundi, labda ilifanywa service fulani ya kufungua, labda kubadilisha timing chain na nini. Kwa hiyo kuna wasiwasi, inawezekana wakati anafunga timing chain labda alikosea, bahati mbaya labda aliskip jino moja. Kwa hiyo hii camshaft inakuwa na meno huku, kwa hiyo labda inawezekana hakutega vizuri, kazidisha labda jino moja limesogea mbele kidogo. Kwa hiyo itafanya bike yako iwake kwa shida. Inaweza kawaka, lakini pia ikawaka kwa shida, na kiwaka inaweza kawa labda haina power ile ambayo umeizoea. Kwa hiyo ni muhimu sana ukishaona kitu kama hicho, maana yake ni kwamba haijategwa vizuri. Mimi nakupa experiment kwa sababu nishafanya experiment kama hizo. Kuna kipindi tulifunguaga engine moja ya bike kubwa, kwa hiyo tukazidisha jino moja la camshaft likasogea mbele kidogo, kwa hiyo hatukuitega sawa. Kila ukipiga starter unakuta yani unaweza kaua battery, lakini inawaka, ikiwaka haitulii, umeshanielewa. Kwa hiyo tukagundua kwamba okay, baada ya kucheki manyo na mara nyingi zinakuwa na mark, zinakuwa na alama fulani hivi, baada ya kuset inavyotakiwa ukigusa nyundo moja. Kwa hiyo hii ni muhimu sana ukiona bike yako haiwaki na hivi. Sasa tuzungumze wale ndugu zangu wa single piston. Labda una bike yako dirt bike, inamaanisha kwamba labda una CRF Honda au nini,
au labda Yamaha YZF 450 au KTM, yeah, zile za kupiga kiki zile. Sasa kwa sababu hizi ni 4 stroke engine, maana yake ni kwamba piston inazunguka mara 4 kujenerate power mara moja. Maana yake vipi? Yani inavuta hewa kwanza, inaenda chini vup, inaitwa intake stroke. Alafu inarudi tena juu, inaitwa compression stroke. Alafu hapo ikishatoka juu sasa inalipuka sasa. Plug inalipua ile mafuta na mchanganyiko wa hewa, inaitwa power stroke. Hapo inarudi chini. Alafu ikirudi chini sasa, kwa sababu imesukumwa na ule mlipuko, inarudi tena juu mara ya mwisho, inatoa ile hewa chafu ambayo inaitwa nini? Exhaust. Exhaust. Kwa hiyo inafanya kazi mara 4. Intake, compression, power stroke, alafu exhaust, inatoa hewa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kumbe piston inazunguka mara 4 ili kujenerate power mara moja. Sasa ukiwa unapiga kiki sasa zile bike kubwa, kitu gani cha kuzingatia? Kuna kitu kinaitwa top dead center. Top dead center maana yake wanaita TDC kwa lugha ya Kiingereza. Ile TDC, what happens ni kwamba wakati piston yako ukijaribu kupiga kiki labda iko juu. Sasa kuna very possible TDC maana yake piston actually iko nje, iko juu, sorry. Yani maana yake iko juu pale kwenye compression. Maana yake hapo inatarajia tu kulipuka sasa. Imesha compress, ukipiga kiki pale katika hiyo round, maana yake lazima uipate, lazima bike yako iwake. Sasa kitu gani kinatokea? Kinatokea kwamba wewe ukiwa unapiga kiki kwa kubahatisha, kwa sababu yale bike yale yanakuwa na piston moja, lakini piston yake inakuwa ni kubwa sana. Lile piston unakuta yani kama la KTM, mzee, hata piston ya gari ndogo. Bonge la piston yani. Kwa sababu unakuta labda ina diameter 95 mm au ngapi ile. Unakuta ni pana sana. Hii ndogo hii, almost kama hizi mbili kwa diameter yake. Sasa kwa hiyo kiki yake ni ya mtego, kwa sababu ukijaribu kupiga kiki ovyo ovyo huwezi kupiga. Kwa sababu inahitaji nguvu kidogo, lakini pia inahitaji kujua kwamba unafanya nini. Sasa ukianza kupiga kwa kubahatisha, maana yake nimezungumza kwamba piston inazunguka mara 4 ili kujenerate power mara moja. Kwa hiyo very possible katika hizo round 4 ukachemka zote, ina maana kwamba possibility ni 1/3, yani 1/4. Yani inatakiwa uwe katika nani sahihi, piston iwe katika sehemu sahihi ili uweze kupiga kiki yako moja alafu bike iwake. Sasa watu wengi, mimi nakumbuka ni wakati nimenunua KTM yangu 525. Mzee, kupiga kiki ilikuwa issue. Kupiga kiki ni issue kwa sababu unakuta ile bike unakuwa kama unabahatisha. Kwa sababu sijui unachokifanya. Nikasema haiwezekani. Lazima kuna kitu hapa I'm doing wrong, na kifanya sio sawa. Sasa kinachotakiwa ni kitu gani sasa? Unatakiwa uhakikishe piston iko juu. Na utahakikishaje sasa piston iko juu? Wakati unajaribu kupiga kick, kuna video moja ninayo hapo, utaisearch hapo, nimeandika jinsi ya kuwasha 4 stroke KTM. Yani nimeandika kwa KTM ya, lakini na apply kwa bike zote kubwa tu za kick. Utagundua kwamba wakati piston iko juu, ina maana kuna possibility mbili. Aidha iko kwenye compression stroke, ambayo ndio kwa kifupi inataka irudi chini kwa ajili ya power stroke, yani ilipuke pale na plug. Au imerudi juu kwa sababu tu ilitoa ile hewa chafu ambayo tunasema ni exhaust. Kwa hiyo possibility ni 50/50 hapo. Sasa utajuaje sasa? Ukijaribu kupiga kiki kipindi hicho utaiona kama kiki ngumu sana, yani haisogei. Umeshanielewa? Yani ukijaribu kuna mguu hivi unaona kama haisogei. Sasa pale ndio unatakiwa uweke timing yako sasa, ujaribu kuisukuma sasa kwa nguvu. Kwa hiyo ukijaribu kuipiga ukaona laini, maana yake basically hapo inawezekana iko kwenye intake au iko kwenye intake imevuta hewa, au ndio inataka kurudi juu kwa ajili ya compression. Kwa hiyo hakikisha iko kwenye compression ambayo iko kwenye TDC. Ukijaribu kupiga utaona kama ni ngumu sana, lakini ukiforce basi hapo utashangaa bike inawaka kila wakati. Kwa hiyo ni trick moja wapo muhimu sana kujua hiyo. Japo kuna faida nyingi sana za kujifunza kuhusiana na kujua the internals engines kwa ajili ya kukitunza chombo chako in the future, na pia kutofanyiwa manjonjo na watu wengine wasioelewa vitu, kwa sababu kuna mafundi wengi. Unajua shida ni kwamba mechanics, watu wengi mfano sasa hivi wanalalamika magari sio yanaharibika, sio kitu gani, au pikipiki zinakuja ziko complicated.
Lakini to be honest, shida ni jamii tu, kwa sababu tuliwaachia vijana ambao hawajaenda shule issue ya mechanics na ufundi. Watu ambao wamefeli la 7 wanaambiwa wakajifunze ufundi, au waliofeli form 4 wakajifunze ufundi. Sasa hizi kazi zinatakiwa zifanywe na professionals wanaotakiwa kuelewa kwamba how things work. Mwisho wa siku wale watu ndio wataweza kututunzia vyombo vyetu. Kwa hiyo vyombo vinaanzia kwanza kwenye uelewa wa mafundi vizuri kabla ya kuwa stable barabarani na sisi kuvi enjoy. Nafikiri next time, see you.